Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simba Chamwene ameweka wazi maelezo aliyopokea kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yanayolenga kufanya mabadiliko makubwa ndani ya jeshi la polisi nchini. Kwa mujibu wa waziri huyo, mabadiliko hayo yanalenga kubadili jeshi la polisi kutoka mtazamo wa matumizi ya nguvu na kulifanya kuwa jeshi la kutoa huduma kwa wananchi, huku likizingatia misingi ya sheria, haki na utu wa binadamu katika utekelezaji wa majukumu yake, hususan katika suala la ukamataji wa watuhumiwa. Kauli hiyo imekuja katika kipindi ambacho bado kuna mjadala mpana kuhusu mahusiano kati ya jeshi la polisi na wananchi kufuatia matukio ya Oktoba 29 yaliyotikisa Tanzania. Akizungumza katika mahojiano maalum, Waziri Simba Chamwene amesema maelekezo hayo yametolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kama sehemu ya jitihada za serikali kuboresha utendaji kazi wa jeshi la polisi na kurejesha imani ya wananchi kwa chombo hicho cha dola. Amesema mabadiliko yanayokusudiwa si ya kimuundo pekee bali ya mtazamo wa kazi, yaani namna polisi wanavyotazama wajibu wao wa kiraia. Kwa mujibu wa waziri huyo, jeshi la polisi linapaswa kuwa chombo cha kulinda raia na mali zao na si chanzo cha hofu kwa wananchi. Kwa muda mrefu, mahusiano kati ya jeshi la polisi na wananchi yamekuwa yakijadiliwa, huku kukiwa na malalamiko ya mara kwa mara yanayohusu matumizi ya nguvu kupita kiasi na utekelezaji wa sheria unaodaiwa kukiuka haki za raia. Katika matukio mbalimbali, wananchi wamekuwa wakieleza wasiwasi wao kuhusu namna baadhi ya operesheni za polisi zinavyotekelezwa, hali ambayo imeathiri imani ya jamii kwa chombo hicho. Serikali sasa inasema inataka kubadili hali hiyo kwa kuhimiza polisi kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria na haki za msingi za binadamu. Tangazo la mabadiliko haya linakuja wakati ambao bado taifa linaendelea kujadili matukio Oktoba 29 ambapo matumizi ya nguvu ya vyombo vya dola yaliripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Matukio hayo yalisababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali na ukaibua mjadala mkubwa kuhusu uwajibikaji wa jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama. Tangu wakati huo, shinikizo la ndani na nje ya nchi limekuwa likielekezwa kwa serikali kutathmini upya namna vyombo vya dola vinavyotekeleza majukumu yao, hususan katika kudhibiti mikusanyiko na maandamano. Wakati huo huo, kumekuwa na taarifa zisizo rasmi zinazodai kuwepo kwa mgawanyiko ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama kufuatia matukio ya Oktoba 29. Baadhi ya taarifa hizo zinadai kuwa kuna tofauti za mitazamo miongoni mwa maafisa kuhusu namna matukio hayo yalivyoshughulikiwa na mwelekeo wa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Serikali haijatoa tamko rasmi kuthibitisha au kukanusha madai hayo, lakini mjadala wake umeendelea kujitokeza katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Katika muktadha huo, kauli ya aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Tanzania Joseph Warioba aliyezungumzia umuhimu wa taasisi za dola kuwajibika kwa mamlaka ya kiraia imeongeza uzito wa mjadala unaoendelea. Ingawa hakutaja jeshi la polisi moja kwa moja, lakini alidai pia huenda kuna wanajeshi ambao walipoteza ndugu, rafiki na jamaa kwenye machafuko ya Oktoba 29. Kauli yake imetafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama onyo kuhusu hatari ya kuyumba kwa utii wa vyombo vya dola endapo kutakuwa na uwazi na uwajibikaji. Kauli za Waziri Simba Chamwene zimeibua maswali kadhaa. Je, mabadiliko haya yanafuatiwa na hatua za vitendo? Je, kutakuwa na mabadiliko katika mafunzo, utendaji na usimamizi wa jeshi la polisi? Au ni kauli za kisera zinazolenga kutuliza hali ya kisiasa na kijamii? Wachambuzi wanasema kuwa kubadili mtazamo wa taasisi kama jeshi la polisi kunahitaji muda, rasilimali na dhamira ya dhati ya kisiasa. Wananchi wengi wanasema hawatapima mabadiliko kwa maneno bali kwa vitendo vitakavyoonekana mitaani. Wanataka kuona kupungua kwa matumizi ya nguvu, heshima kwa haki za raia na uwajibikaji pale sheria inapokiukwa. Hapo ndipo wanasema imani kwa jeshi la polisi inaweza kuanza kurejea. Mabadiliko yaliyotangazwa ndani ya jeshi la polisi yanaashiria hatua muhimu
katika uhusiano kati ya dola na raia wake. Hata hivyo, maswali bado yapo. Je, haya ni mageuzi ya kudumu au ya muda mfupi? Je, yatarejesha imani ya wananchi au yataongeza sintofahamu? Wengi wanauliza, je, mabadiliko haya yanakuja kwa hofu ya mapinduzi ama nini ambacho kinaendelea ndani ya jeshi, kizingatiwa kumekuwa na taarifa za mgawanyiko ndani ya jeshi la polisi. Kwa sasa macho ya Watanzania yanaendelea kulielekea jeshi la polisi, wakisubiri kuona kama kauli zitageuka kuwa vitendo. Kwako mpenzi mtazamaji, una maoni gani kuhusiana na taarifa hii ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Simba Chamwene, ambaye amedai kwamba amepokea ujumbe kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan wa kutaka kufanya mageuzi kwa jeshi la polisi, kutoka kwa jeshi la kutumia nguvu hadi kwa jeshi la kulinda haki za raia. Lakini wengi wanadai mabadiliko haya yanakuja kutokana na mgawanyiko unaodaiwa kwa ndani ya jeshi la polisi. Na hivyo kuna ile hofu kwamba huenda kukawa na athari mbalimbali, na hivyo Samia ameamua kuchukua hatua za haraka kubadili mabadiliko hayo, ambayo itakuwa ni pamoja na kufanya jeshi hilo liweze kuwa na uwiano ili kusiwe na tofauti. Lakini wengi wanadai baada ya machafuko ya Oktoba 29 kumekuwa na mgawanyiko ndani ya jeshi la polisi la Tanzania, wengine wakipinga baadhi ya mambo ambayo yanatokea kwenye serikali, na hilo liweza kudokezwa na aliyewahi kuwa waziri mkuu Mzee Warioba katika mahojiano yake na chombo cha habari kimoja alichofanyiwa hapa nchini, akidai kwamba yeye anaamini kuna baadhi ya polisi, jeshi la polisi ambao walipoteza familia, pia ndugu jamaa. Kwa hiyo hadhani kama jeshi linaweza kuwa na umoja kufikia sasa. Huenda labda ndio hali ambayo imemfanya Rais Samia Suluhu Hassan kuona acha nifanye mabadiliko ya dharura ili kama kuna mgawanyiko basi uweze kupotea mara moja. Wengi wanasema hii ni hofu ya moja kwa moja ya Rais Samia ya kuogopa mapinduzi. Lakini hata hivyo hakuna taarifa ambazo zinathibitisha kuwa na mgawanyiko wa moja kwa moja ndani ya jeshi, bali ni taarifa ambazo zinazagaa kwenye mitandao ya kijamii wakidai kwamba kumekuwa na mgawanyiko kwenye jeshi, lakini hakuna taarifa kutoka kwa jeshi la polisi zikidai, ama hakuna taarifa kwa jeshi la polisi zikithibitisha madai haya. Kwa hiyo kwa sasa ni madai, lakini wengi wanadai kwamba huenda hatua hizi zimechangiwa na taarifa hizo. Sio kwako na maoni gani? Unaweza kutuachia maoni yako hapa ndani ya Sauti Cast Media. Nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais nifanye nini, na hiki ndicho ninachokifanya, kwamba lazima uhakikishe mahusiano kati ya polisi na wananchi yanakuwa mazuri. Wananchi wawapende polisi. Leo hii polisi hata akipata shida unakuta watu wanashangilia. Tunataka polisi akipata, hata kama kapata ajali ya pikipiki, tunataka wananchi waende pole bwana, wamuone kama ni msaada wao, rafiki yao, mwenzao. Mkakati wetu sasa kwa kweli ni kuendelea. Mimi nimesema lazima tufanye transformation, lazima tufanye mabadiliko.